Al-Ghisilu al-Malaika. Huyu ni sahaba ambaye ndo anaanza kuoa, leo ndo siku yake ya kuoa. Anaingia chumbani wakati wa usiku, yeye na mke wake wa halali, anastarehe na yeye katika kitendo cha ndoa cha halali. Anamaliza, inatangazwa vita vitachelewa. Akavaa nguo yake, akachukua silaha yake, hana hata farasi wala punda, akatoka kwa miguu, akakimbia, akaingia kwenye uwanja wa vita. Na alipoingia katika uwanja wa vita, anavyosema Ibn Hisham katika sira yake, huyu Handhala, mtu wa kwanza ambaye alimuona mbele yake ni Abu Sufyan. Na Abu Sufyan wakati huo alikuwa hajasilimu na ndo kiongozi ya Waarabu. Basi akaona huyu ndo mimi nitaka, hawezi kupigana na mtu kama huyu mpaka awepo na ujuzi mkubwa sana. Na huyu Abu Sufyan naye ana walinzi wake waninda. Walipogundua kwamba Handhala anamlenga Abu Sufyan, basi mmoja katika wale walinzi alivuta mshale tu, akamweka mmoja Handhala kwenye mgongo, ikatokea kwenye kifua yake, akajikokota, akasimama tena. Basi wale walinzi wakaja na silaha nyingi tu wakamwingia. Lakini alipofariki Handhala, Mtume aliona mambo ambayo hajawahi kuona katika maisha yake, na akawauliza maswahaba, akawaambia maswahaba, nendeni mkamuulize mke wake Handhala ni kitu gani ambaye alifanya huyu katika ibada hata aweze kupata daraja kama hii. Mke wake alipoulizwa akasema, wallahi hakuna chochote ambaye amewahi kufanya isipokuwa mimi tulipoingia chumbani katika usiku wa kwanza baada ya kitendo cha halali, ilipotangazwa jihad, Handhala aliona yeye kuingia bafuni ya baba yake baada ya kuvaa nguo. Basi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, nimemuona Handhala anaoshwa na malaika baina ya mbingu na ardhi na maji kutoka peponi, na jeneza yake imesindikizwa na malaika 70,000. Hawa ni watu aina gani hawa jamani? Watu ambao wamezaliwa na baba na mama kama mimi na wewe, na jeneza yao inasindikizwa na malaika 70,000. Wako wapi vijana wa Kiislamu leo wasome tarehe ya watu kama hawa? Leo tumewasahau watu kama hawa, tumekwenda kuhifadhi majina za wanamuziki na wacheza mpira na wasanii ambaye hawana mafunzo yoyote kwenye maisha yetu. Tumewacha tarehe ya maswahaba hawa ambayo imeandikwa kwa wino.